Habari ya muda mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV, karibu sana katika channel yako pendwa Nebuye TV. Kama ilivyo kawaida yetu, tuko tumemzungukia kwa siku ya leo jioni kabisa, tumemzungukia mkulima wetu, na baada ya kupokea simu yake mialiko mbalimbali ambayo inahusiana na kuja kumtembelea ili tuweze kumpa elimu na tuweze kumfundisha vitu mbalimbali, na yeye pia tuweze kufundisha vitu mbalimbali. Lakini kuna kitu ambacho nimeweza kugundua, nikaona ni bora niweze kukichukua ili na wewe naye uwe ni miongoni mwa mtu utakayefaidika na jambo hili. Kama unavyoangalia katika shamba letu hili hapo, kuna kitu ambacho inabidi uweze kuangalia. Kwanza kuna mimea mbalimbali, kuna mimea aina mbili. Mimea aina mbili ipo katika sehemu moja, ina maana kwamba imekuwa ni mchanganyiko, yani bustani mchanganyiko, ambapo kuna nyanya hapo pamoja na mahindi. Kwa hiyo kuna kitu ambacho nimeweza kujifunza hapa, nimekuwa ni share na wewe pia uweze kujifunza kama mkulima mwenzangu, na pia kama mkulima mwenzetu ambaye una ndoto kubwa za kuweza kutoka katika sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Hapa kitu ambacho tumeweza kuangalia ni kuhusiana na swala zima la kuwemo kwa mahindi. Kuna umuhimu gani au ni kwa nini mkulima huyu ameweza kuchanganya mahindi pamoja na kilimo cha nyanya? Ina maana kuna funzo, kama na wewe pia uko kule unaanzisha shamba lako la nyanya, ina maana kuna kitu ambacho unaweza kujifunza hapa kwa faida kubwa ambayo inaweza kukusaidia na wewe kuhusiana na swala zima la ujasiriamali, ukapata kipato mara mbili. Bana mkulima, mambo vipi? Bana fresh. Kubwa mpenzi mtazamaji, na kukumbusha tu mkulima tushampata ndio huyu. Yeye nikukumbushie tu uweze kusubscribe, uweze kulike na comment. Bana mambo vipi lakini? Bana shukuru Mungu. Hebu jitambulishe. Ndio, jina langu naitwa Bwana Bakari Kutafuna. Ya ni mkulima wa hii bustani ambayo unaiona hii. Hongera sana, bustani yako nimeona ni nzuri, imependeza, hongera sana. Asante sana, nashukuru. Ndio. Sasa kuna kitu ambacho ulichoniambia pale awali nyuma kamera kwamba wewe umeamua kuchanganya nyanya pamoja na mahindi, na ukanipa sababu mbalimbali nyingi, lakini kwa sababu hizi ni bora pia niweze kumshirikisha na mtazamaji wangu ili kusudi na yeye pia aweze kujifunza. Ndio. Hebu tuambie ni kwa nini umeamua kufanya hivi, kuchanganya nyanya pamoja na mahindi? Okay, ndugu mtangazaji, nimeamua kuchanganya hivi kwa kusudi kwamba nipate faida mara mbili. Nipate faida kwenye nyanya na nipate faida ya kwenye mahindi. Ya maana tunaona hivi, sio kusema kwamba labda kuna hali yote ambayo inaweza ikatoka labda kwenye nyanya au kwenye mahindi. Hapana. Kwa hiyo nimeandaa makusudi kwamba ili niuze mara mbili. Ya maana mahindi kama hivi unavyoona ni makubwa na nyanya hizi ni ndogo. Kwa hiyo haya mahindi kuvuna kupeleka sokoni kabla ya nyanya. Kwa hiyo navuna mahindi alafu kisha navuna nyanya kupeleka sokoni. Kwa hii ndio faida ambayo mimi nitakayoipata kwenye kuchanganya mahindi na nyanya. Kwa hiyo kwa mfano kama sasa hivi ndi moja bichi huku ina maana inaweza kwa bei gani? Shilingi 500. Kwa kama ndi moja kwa wakija kununulia shambani ni kama bei gani? Shambani hapa manyesa inakuwa shilingi 400, 350. Kwa kama ukipiga hesabu 350 na mahindi kama utakuwa nao mahindi 1000, ina maana tayari ushapata hela kufanya kuendesha shamba lako. Bila shaka. Kitu cha muhimu sana. Vipi kuhusiana na changamoto ambazo utakutana nazo? Changamoto ni nazo nyingi sana kwenye mchanganyiko wa hivi vitu. Okay, changamoto ni nyingi. Hususan kwenye mahindi, kama ndugu wangu ukija kusogea kidogo ili vuka hapo ili uangalie changamoto ambazo nilikutana, umeona huu mahindi jinsi ulivyoathirika na wadudu. Hao ni maungo ambao wamekuja kuasili huu mahindi hapa. Kwa hiyo hapa changamoto ambazo nimepata, maana hapa tayari nimeshapiga dawa. Kwa hiyo hapa tena hawezi mdudu tena ili kuendelea. Hapa nilikuwa nimejisahau. Nimesahau kutia dawa mpaka kuona athari ambayo wewe umeona. Na sio hili tu ndugu mtangazaji, kama hivi unavyoona kuna hili. Twende tu wewe, twende nikuoneshe athari ambazo mimea yangu ni unaathirika. Kuna huu hapa ndugu mtangazaji kama unavyoona, lakini bahati nzuri nimewahi kupiga dawa na sasa hivi kama unavyoona mengine yako mazuri. Kwa hiyo hizi kama ambazo nimekutana nazo. Kwa hiyo ina maana kwamba kazi zinakuzidi, unashindwa kuhudumia huku, unashindwa kuhudumia huko mpaka mwisho wa siku kitu kimoja kinakuwa. Ni kweli. Kwa hiyo yote ni moja wa majukumu, kwa sababu ninakuwa na kazi za vurugu, kazi zinakuwa nyingi. Kwa hiyo mpaka mwingine nachanganyikiwa na sahau. Unapokuja kusema tayari mmea mara kuathirika. Kwa hiyo nashukuru nimeokoa mmea wangu. Sasa hivi upo kwenye hali nzuri kama unavyoona, baadhi ya mengine mazuri haya ambayo yanataka kuathirika
imeshawai, na hizi nyanya nazo pia afya yake hapa imetoka kupiga mbolea juzi. Kupiga mbolea juzi, kwa hiyo hapa sasa hivi naona zipo kwenye hali nzuri kama hivi unavyoona ndugu mtangazaji. Kwa hiyo niseme tu kwamba nipo kwenye maandalizi zaidi ya kuboresha mmea wangu ili ukawa kwenye hali nzuri. Kwa hiyo unamshauri vipi kijana au mkulima mwenzio ambaye naye analima nyanya lakini hajachanganya, au analima mahindi tu lakini hana plani ya kuchanganya, kwamba kwa kuwa mwaka huu au msimu huu nataka alime mahindi, kwa hiyo ni bora nichanganye pia na nyanya ili niweze kupata mavuno mara mbili? Ndio. Mimi nasema kwamba wengine zangu pia na washauri wao wachanganye kama ambavyo mimi nimechanganya, kwa sababu hapa kila zao linavunwa kwa wakati wake. Kwa hiyo inatakana haya mahindi ukavuna kabla ya nyanya, ukavuna mahindi, ukitoa mahindi baadaye unakuja kuvuna nyanya. Kwa hiyo hapa kila zao unavuna kwa wakati tofauti. Kwa hiyo na washauri na wao pia wajishikishe kwenye kilimo cha mahindi na nyanya, maana kwenye zao la kuchanganya. Kwa hiyo nashauri vijana wenzangu wajishughulishe kwenye zao, naamini wataona mafanikio yao. Kwa tunakushukuru sana mpenzi mkulima wetu kwa kuweza kutupa kitu hiki. Kwa hiki ni kitu ambacho tulikuwa tumeongea nyuma kamera, ina maana kwamba tukajifunza jambo. Kwa mimi naamini pia na mtazamaji wangu pia ameweza kujifunza na atafanyia kazi kile kitu ambacho ameweza kumfundisha. Lakini kikubwa tu hapa mtazamaji, ni kukumbushia kitu kimoja kwamba ukiweza kufanya kilimo mseto kama hiki, ukumbuke pia katika kuhudumia vitu vihudumie. Maana ikifika zamu ya kuhudumia mahindi, hudumia mahindi, ikifika zamu ya kuhudumia nyanya pia hudumia nyanya, ili kusudi uweze kutimiza malengo yako ya kupata mavuno mawili kwa wakati mmoja. Na pia mbolea utakayotumia itakuwa ni ile ile, na maji utakayotumia atakumwagilia itakuwa ni yale yale. Kwa hiyo ni kitu cha msingi sana, ni kitu kikubwa sana, ni ubunifu. Kwa hiyo tunahitaji wakulima wabunifu na tunahitaji wakulima ambao wako vizuri kulingana na mambo kama haya. Vipi kuhusiana na changamoto ya upatikanaji wa mbolea pamoja na pembejeo? Okay. Mbolea zinapatikana dukani. Nanunua mbolea ya kutosha na maduka ya pembejeo. Nanunua mbolea, sini mbolea nusu robo, hapana. Nachukua mbolea kidogo cha mbolea na kuweka hapo ili kwa ajili ya kuondoa usumbufu baadaye. Kwa hiyo mimi kwa zangu nakuwa nachukua nachota na naweka kwenye mazao yangu. Kwa hiyo pembejeo zipo zinauzwa madukani. Kwa hiyo hicho kitu ambacho nashukuru, na sio mbolea tu, madawa mengi sana ya pembejeo za kilimo cha mazao yapo madukani. Vipi kusema matarajio yako ya mavuno ya nyanya au mavuno ya mahindi? Ina maana pia hapa kuna ni mseto, ina maana kwamba kuna mchanganyiko wa mahindi pamoja na nyanya. Kwa cha kwanza kabisa kuvuna, utaanza kuvuna nini? Mahindi, sio hivyo? Kwa hiyo vipi kuhusiana na soko la mahindi? Unaweza kutoa soko nje hapa au utakuwa unatumia hapa tu ndani? Okay, hapa inaangalika kwa sababu sana kama zao la mahindi ni hapa wao kusafirisha. Lakini zao la nyanya ndipo tunasafirisha. Na vipi kuhusiana na mitandao ya kijamii? Unaitumiaje kuhusiana na swala zima la mavuno yako ya baadaye? Hiyo bado au unaitumiaje kuhusiana na kupata mbegu bora au kupata connection na kupata elimu kuhusiana na kilimo? Je, unaitumia vizuri lakini au? Naitumia vizuri kwa sababu mimi huwa napata bahati ya kwenda kwa bwana shamba, bwana kilimo. Kwa hiyo naenda pale kwa bwana kilimo, pale ndio napata elimu kupitia yeye. Kwa hiyo mimi nakuwa nafundisha vitu vingi sana bure, na kama unavyoona kwamba kupitia yeye elimu yake ya kilimo mimi naenda kufuatilia vizuri, na kama hivi unavyoona mazao yangu yako vizuri. Kwa hiyo unamwambia nini mkulima aliyoko nyumbani? Neno la kumwambia mkulima kabla hatujamwacha mkulima ili aendelee na shughuli zake zingine, au angalie video hii kwa mara ya pili aweze kujifunza kitu? Ndio, namshauri kijana mzangu kwamba kama ni mkulima kama mimi, basi naamini aendelee kulima haya mazao, na kama bado vijana wenzangu wengine ambao wapo barabarani, basi naomba wajihusishe kwenye zao hili la mahindi pamoja na nyanya, kwamba manufaa yao watayaona, na kama
wanataka elimu zaidi, basi waende kwa bwana shamba ili kuna kilimo. Ukienda kule basi na elimu utapata elimu ya kilimo na kuanza kuandaa shamba vizuri elimu ya bustani. Basi tunashukuru sana mpenzi mtazamaji, tulikuwa na mkulima wetu hapa ameweza kutuelezea kuhusiana na mada kubwa halisi, ilikuwa ni kuhusiana na jambo zima la kwa nini ameweza kuchanganya mahindi pamoja na nyanya. Sisi tumepata elimu, naamini kupitia elimu hiyo na wewe pia itakufundisha na itakuwa ni sababu ya wewe kuweza kujua na kuweza kufanya kitu ambacho mwenzio amekifanya. Tunashauriana pia na tunashauriwa kuweza kuiga yaliyo mazuri ya mtu na yale mabaya usiyafuate. Kwa inabidi uweze kuiga mazuri ya mkulima wetu ambayo ameweza kutuonyeshea. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, nikukumbushe tu kuweza kusubscribe, kulike pamoja na comment. Na mwisho wa video hii ndio mwanzo wa video nyingine bomba ambayo inahusiana na swala zima la kilimo na bustani mbalimbali. Nashukuru sana, karibu.